Mlango wa pili. Kisha nikainua macho yangu, nikaona, na tazama, mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Ndipo nikasema, unakwenda wapi? Akaniambia, ninakwenda kuupima Yerusalemu, nione upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Na tazama, yule malaika aliyesema nami akasimama karibu, na malaika mwingine akatoka ili kuonana naye. Naye akamwambia, piga mbio, kamwambie kijana huyu na kusema, Yerusalemu utakatiliwa na watu kama vijiji visivyo na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo iliyomo ndani yake. Kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Haya, haya, ikimbieni nchi ya kaskazini, asema Bwana, kwa maana mimi nitawatawanya ninyi kama pepo nne za mbinguni, asema Bwana. Haya, Sayuni, jiponye, wewe ukaaye pamoja na binti Babeli. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu, amenituma kwa mataifa, wale waliowateka ninyi. Maana yeye awagusaye ninyi, aigusa mboni ya jicho lake. Kwa maana, tazama, nitatikisa mkono wangu juu yao, nao watakuwa mateka ya hao waliowatumikia. Nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma. Imba, ufurahi, binti Sayuni. Maana tazama, ninakuja, nami nitakaa kati yako, asema Bwana. Na mataifa mengi watajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu, nami nitakaa kati yako. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwako. Na Bwana atairithi Yuda, iwe sehemu yake katika nchi takatifu, naye atachagua Yerusalemu tena. Nyamazeni ninyi nyote wenye mwili mbele za Bwana, kwa maana ameamka na kutoka katika maskani yake takatifu.